Karibuni katika neno la Bwana. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ya neema yake ya kunionyesha ama kunifikisha mwezi mwingine ambao ni mwezi wa baraka, mwezi wa tatu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi walikuwa wanatazamia kuona na hawakuweza kufikia, lakini Mungu akaniwezesha, si kwa sababu ya matendo yangu mema ama lakini ni kwa neema ya Bwana. Pia kubeba kanisa lake mikononi mwake ni kwa neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaenda kasome neno la Bwana mahali tulisoma. Karibuni sana. Tulisoma kitabu ya Mwanzo kifungu ya 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10, lakini mimi nitaenda kusoma tu mstari mmoja ambao ni mstari wa kwanza. Mwanzo kifungu ya 12 na mstari wa kwanza unasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonesha. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa ajili ya neno lako. Asante ni kwa sababu nimeisoma Bwana. Naomba utafakari ambao umetoka kwako, nipe neno ni kwa ajili ya watu wako hawa, na ikawe na manufaa kwa maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ikabadilisha maisha yao kwa jina lako Bwana. Mungu wangu na Baba yangu, nitie nguvu, na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu hiki ni kitabu ambayo kinaongea juu ya mwanzo, ama ukitazama tunaanza hapo mwanzo. Mungu akafanya nini? Kaumba. Bwana Yesu asifiwe. So hii ndio ilikuwa kitabu ya mwanzo ya kila kitu, na badala tuongee mambo mengi, nataka tukaongee kitu kidogo siku ya leo, ambayo ni vile tunaweza tunasema vile tunaweza kuwa watiifu na kuwa watoto wa Mungu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema namna gani mstari wetu ama topic yetu ya siku ya leo ni vile tunaweza kuwa watiifu na watiifu watoto wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitazama kifungu hiki kinasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akaongea maneno haya, ni Mungu mwenyewe alikuwa anaongea na baba yetu ambaye ni wa imani, ambaye ni Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia, toka pamoja na jamaa zako na uende mahali nitakapo kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ya kwanza tunataka kuwa ama kitu ambayo tunaona ndani ya Abrahamu ambaye ni baba yetu ambaye ni wa imani, kitu ya kwanza alikuwa nayo ilikuwa ile kutii. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatii Mungu wake, alikuwa anasikia sauti ya Mungu wake, alikuwa anasikia sauti ya Muumba wake. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa alikuwa na imani, lakini alikuwa mtiifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa watiifu katika maisha haya ya Ukristo, maisha yetu haitakuwa na shida, kwa sababu tutakuwa tunasikia sauti ya Bwana, tunakuwa tunawatii wale watu ambao wako juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunawatii hata watoto, tunawatii wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunawatii hata wale ambao wanatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Tukijua kila jambo na uongozi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata zaidi tutakuwa watoto tukitii wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba yetu wa imani Abrahamu alikuwa mtu ambaye alikuwa mwenye utiifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikuwa, hata ingawa alikuwa na imani kubwa, alikuwa na mtiifu sana, alikuwa anaombea. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatii sauti ya Mungu wake, alikuwa anasikiza na anaitii. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna tofauti ya kusikiza na kutii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So alikuwa mtiifu baba yetu ambaye alikuwa wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapokuwa watiifu katika maisha haya, hatutakuwa na shida katika maisha haya ya Ukristo. Hata imani yetu haitakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tukijua hata mambo ikuwa namna gani, mambo itaweza kuwa vile Mungu anataka, ama vile mipango ambayo imepangiwa maisha yetu itakuwa. Bwana Yesu asifiwe.
na kuna mambo matatu ambayo tunataka tukaangalia, mambo mane kuhusu vile tunaweza kuwa zaidi watiifu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe, ili tukue watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza inaitwa katika mambo yote ambayo tuko nayo, ama katika maisha ya baba yetu ambaye ni wa imani Abrahamu, kitu ya kwanza alianza na kitu ambacho kilikuwa ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na imani ambayo ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kweli? Tunaelewana? Tunasema zaidi ya yote imani ya mtumishi wa Mungu ambaye ni baba yetu Abrahamu alianza na kumtii Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alianza na kumtii Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatii kila sauti ambayo baba yake anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa tukiwa watiifu hatutakuwa na shida. Wakristo wenzangu, tukiwa watiifu mbele za Bwana hatutakuwa na shida. Hata nchi yetu haitakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Hata mambo yakuwe magumu namna gani, Mungu atatengeneza njia pasipo njia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiwa na imani ambayo iko na utiifu, utaweza kufikia kuweza kushinda na mambo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mtiifu zaidi, na katika imani ambayo alikuwa nayo alikuwa na utiifu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So alikuwa na utiifu mwingi, hata ile ushirikiano wake na Mungu wake alikuwa na mtii zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mtiifu katika mambo ama katika huduma ama katika maisha haya ya Ukristo, utaweza kuwa ufanikiwa mambo yako mengi, kwa sababu kitu ya kwanza utakuwa na ule ushirikiano na Roho Mtakatifu. Utakuwa na ushirikiano na wale ambao wanahudumia. Utakuwa na ushirikiano na wale ambao mnakaa pamoja na wao, kwa sababu ukiwa mtiifu hautaweza kushindwa na mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia wanasema namna gani? Unatii vile baba anasema. Bwana Yesu asifiwe. Tazama kitabu ambayo ni ya Warumi Warumi kifungu ya 4 na mstari wa 20 na 21 unasema namna gani? Nasema Warumi kifungu ya 4 mstari ambayo wa 20 mpaka 21. Tutaenda kusoma hapo. Inasema hivi, lakini akiona ahadi ya Mungu haitasita kwa kumtumainia, bali haitatiwa nguvu kwa imani, ikimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa watu ambao ni watiifu katika neno la Bwana, hata ahadi zake hazitakuwa na shida katika maisha yetu, hata katika maisha ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Watoto tuweze kutulia. Watoto tutulie. Bwana Yesu asifiwe. So, ukiwa watiifu katika kazi ya Bwana, ukiwa watiifu katika sauti ya Bwana, hata ikawa imani yetu tuko nayo haitakuwa na shida kufikia ile ahadi Mungu ambayo ameweka ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama pia hiyo Warumi kifungu ya 10 na mstari wa 17 unasema namna gani? Nataka tuende tutaweze kuona vile neno la Bwana inasema. Warumi kifungu ya 10 na mstari wa 17. 17 inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chanzo cha imani ni lazima utii, ni lazima usikie sauti inatoka wapi, na hiyo sauti inaongea namna gani.
Bwana Yesu asifiwe. Imani haiwezi kuanza hivyo tu. Imani lazima ukue na kusikia neno la Bwana na kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Na kuitii. Kwa hivyo wakati unapotii Mungu wetu jinsi anavyotaka, jinsi anavyosema, imani yako haitakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So unapokuwa unatii katika jina la Yesu Kristo, imani yako haitaweza kuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, unapokuwa katika kutii, unapokuwa katika kutii, Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa katika kutii, utakuwa unaweza kungojea ile wakati wa Mungu ni mzuri. Yaani utaweza kuelewa nyakati za Mungu ni gani. Utaweza kujua hii ni nyakati za Mungu ama hizi nyakati za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitii utaweza kuwa na shida ya kuelewa majira na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa rahisi kuelewa na kujua huu ni wakati wa Bwana. Kama wakati tunajua ni msimu wa mvua na tunajua ni Mungu ambaye analeta mvua kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. So hata mambo ya kwa mazito unajua huu ni wakati wa Mungu na hayo ni mapito yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi unaingia katika maombi, unaomba na unasikia sauti ya Bwana na unaweza kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa unaweza kuongea mambo hivyo ama mambo olela bila kusikia kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So ninaomba Mungu Yesu aweze kutusaidia tunaposikia neno la Bwana. Na Mungu wetu awe anaweza kututendea. Watoto tumesema kitu ya kwanza tunafaa kuwa nani? Kutii. So tunafaa kuwa na utiivu. Bwana Yesu asifiwe. Tutii wale ambao ni wazazi wetu, walimu wetu. Kwa hivyo tunafaa kuwa na jambo bali ya kutii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tunasema tunapokuwa katika kungojea Bwana, tunapokuwa katika kungojea wakati wa Bwana, tunafaa kuwa na ule utiivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Abrahamu alielewa na akatii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na akasikiza Bwana anasema namna gani. Kitazama kifungu ya kwanza mstari wa kwanza anasema Bwana akamwambia Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna jambo ambalo ni maneno mazito. Bwana akamwambia nani? Abrahamu. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako. Bwana Yesu asifiwe. Toka katika nchi yako na jamaa zako. Bwana Yesu asifiwe. Na akasikia vile baba yake alisema. Kwa hivyo tunapokuwa katika safari hii tunafaa kusikia sauti ya Bwana. Hakuanza manunguniko ya kusema mahali hapa ndipo niliachiwa hii shamba na baba yangu. Akaanza kusema Bwana, mimi sina pesa ya kwenda kununua kichaka mahali pengine. Hakuanza kusema mimi sina uwezo wa kwenda mahali pengine. Alisikia sauti ya Bwana na akaitii. Bwana Yesu asifiwe. Hakuanza kuleta complication katika sauti ya Bwana. Aliambia wewe na nani? Na jamaa zako. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile mtumishi wa Mungu anasikia kutoka kwa Bwana na anaongea kwa kanisa na anaongea kwa watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii sauti haikujii kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa uko na imani, kuna lazima kuna ile chanyo linatumiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Abrahamu akamwambia Abrahamu, toka pamoja na nani? Na jamii zako. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema namna gani? Wakati tunapoelewa wakati wa Mungu, hatutakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nilisema tunafaa kuelewa wakati wa Bwana. Tunapoendelea kukua katika kuelewa nyakati za Bwana, tunapokuwa katika imani zetu, tunafaa kuelewa nyakati za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na majira yake. Kwa sababu alijua huu wakati wa Bwana Abrahamu na akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Alielewa wakati wa Bwana na akatoka na akaenda. Bwana Yesu asifiwe.
na akasikia sauti ya Bwana na akaitii. Tunaongea bila tunapesa kwa mativu katika neno la Bwana. Ukitapika mimi na kurusha huko kuliwe na njia ambayo ni sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitazama kitabu ya Galatia, Wagalatia 4 inasema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kweli? Galatia inaongea tu ya vile unaelewa wakati wa Bwana. Neno la Bwana linapokuja tunafaa kuelewa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kurespond namna gani? Wakati ni wa Bwana ama usi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hata baba yetu Abrahamu alikuwa hapo uhai na mfano wake. Alikuwa mtiifu kwa baba yake, baba wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatii sauti ya Bwana. Hata ingawa alikuwa na imani zaidi, alikuwa anatii sauti ambayo ni ya Bwana. Anaelewa. Kwa saizi nikuambia toka hapa kwa kanisa hii. Toka hapa uende mahali Bwana amekuambia utaanza kuuliza na huyu ni Bwana mgani anaongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atakuja kukuuliza na mahali wewe unaumpilia ni nani aliyekutuma hauna watu. Lakini ajui wakati wa Mungu ndio mzuri. Unapotii sauti ya Bwana anakuongea na wewe kwa njia ya kipekee. Wengine watakwambia hiyo sio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa mtiifu utatii ile sauti ambayo iliongea na wewe. Kwa sababu mtu ambaye ako na imani lazima aelewe sauti hii ni gani. Aelewe hii sauti ni ya Mungu ama si ya Mungu. Kwa sababu baba yetu wa imani Abrahamu alikuwa anaelewa sauti ya baba yake. Na ndio naona akamwambia Mungu akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaelewa sauti ya Bwana. Kwa hiyo alikuwa anajua wakati wa Bwana. Na kuuliza mahali ninaenda kutakuwa na washirika. Kuuliza mahali ambao nitaenda kuna chakula. Hata kuuliza mahali tunaenda ni nani. Alijua ambaye anayo provide ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaelewa wakati wa Mungu ndio mzuri. Kwa hivyo utiifu ni wa muhimu. Alitii sauti ya Bwana na akaenda kulingana na sauti ya Bwana. Akamwambia toka pamoja na jamii yako. Wakati unapoona magumu ya mazito maishani mwako na waambiwe sasa hakuna kazi, unaanza kulilia watu, unaanza kusema huko tunaendelea na kukufa na njaa, na unafaa kuelewa ni nani ambaye aliyokuweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Badala uongee mambo mengi, angalia Mungu wako aliyekuita na usikie sauti yako yake, kwa sababu kuna ile sauti ataongea. Bwana Yesu asifiwe. Kanjalishi watu wataongea juu yako na mnagani, lakini unafaa kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Abrahamu toka pamoja na jamaa zako. No, alikuwa anaenda njia ambayo alikuwa anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu anatuelewa. Na ukitazama pale chini anasema nitawalaani wale watakuwa wanakulaania. Bwana Yesu asifiwe. Nitawabariki wale ambao watafanya nini? Watakubariki. Wale ambao watasimama na kazi ya Bwana, mimi nitasimama na wao. Wale watakaosimama na mtumishi wa Bwana, nitasimama na wao. Wale watakaomlaani, mimi nitawalaani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, ubai kuwa na maswali mengi wakati unaposikia sauti ya Bwana. Unafaa kutii jinsi inavyosema. Hakuna maswali ya kujiuliza ninaenda kufanya namna gani. Tukiwa huko chini nilikuwa tunajiuliza, mbona Mungu tunakaa mtangwani mpaka lini? Mungu akatuambia mahali hapa ndipo niliwatuma. Kwa hivyo kila jambo Mungu anaelewa. Kuangalia kwa macho ya watu wataona hakuna jambo inaendelea. Kulingana na maono ya watu na wasomi watafanya utafiti na wakwambie hakuna kitu naendelesha mahali pale. Lakini ukisikia sauti ya Bwana na kuitii, utakaa katika neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama huyo mzee anasema akamwambia toka pamoja na nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Abrahamu akasema na akaenda mpaka nchi nitakaye kuonyesha. Kwa hiyo kuwa mahali pale ulipo
mtu ambaye umeitwa na Bwana, si kwa sababu ya uzuri wako, si kwa sababu ulikuwa naelewa, si kwa sababu ya mapenzi yako, lakini ni kwa sababu ya mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapotii sauti ya Bwana, hata ikuwa ni jangwani utakaa pale, hata ikuwa mahali hapana chochote utakaa pale ukimngojea nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu tunahitaji kufanya kazi ambayo ni ya kupendeza watu, kwanza hatutaki kumpendeza Mungu, tunataka kupendeza watu na matumbo zetu ndio, lakini tunafaa kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu wanakuambia sisi hatutashikana na wewe, hauna fedha ya kutoa, hauna ile kembambili, hauna uwezo wa kufikia kujenga kanisa, hauna uwezo wa kuhubiri neno la Bwana. Neno la Bwana inahubiri kupitia sauti ya mtu. Neno la Bwana inahubiri kulingana na sauti ambayo imetoka mbinguni. Ukikuongelesha siku ya leo, lazima uongee kulingana na mapenzi yake. Kama mimi nilikuwa nashika Mungu nitaongea nini? Lakini akaniambia nimekupa kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bali uona ninatoa resources zangu ili nifanye kazi Baba yangu aliyenipa. Hata mnishekelea maongeo juu yangu namna gani? Ninajua aliye hai, aliyenipa hii kazi, anajua mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Na usisitoke katika topic yetu ya siku ya leo. Tunafaa kujua na kuelewa na kutii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa sauti ya Bwana. Anasema nchi nitakayokuonesha. Nani anaongea? Mungu wetu. Na hata ikawa ni watu ukiona mahali walifika mahali na ndugu yake, akamwambia wewe chakua ni njia gani utaenda na mimi niende ile ingine. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali alienda akasema nitakubariki. Ni nani anasema? Huwa anabariki watu wake. Bwana provide watu wake kwa wakati wake. Na mtu mwingine alibarikiwa kama baba yetu wa imani kama baba. Bwana Yesu asifiwe. Shida yetu ni kukosa kutii hiyo imani tuko nayo, lakini tunaanza kujiuliza, je, Mungu na ile kanisa haina washirika? Nitakula nini? Kwani unakulanga washirika? Mungu anaanza kujiuliza, watoto wangu wanasoma nini? Wewe ndio unajua kila wanasoma. Yako ni kuweka ile mikakati kama msasa, na Mungu naye anaingilia njiani na anafanya mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi na mikono yako ili Mungu aweze kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Usiweze kuweza kuongeza katika kazi ya Bwana, na Mungu wetu akaweze kutubariki tunapoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, unapoendelea na kukua katika ile safari ambayo ni ya kumtii Bwana, tunabaki kukataa mambo na mipango yote ambayo si sauti ya Bwana. Bwana Yesu Abrahamu hakuwa anasikiza sauti za watu wake, hakuwa anasikiza sauti ya mke wake kulingana na hali ya anga ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanasikizana mambo yale mengine, lakini alikuwa anasikiza sauti kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu ilikuwa anasikiza wakati anaambiwa toka pamoja na jamii yako. Usisahau, lazima amuulize tutaenda kukula nini? Tutaenda kujenga wapi na tunahitaji manyumba? Ng'ombe zetu na walikuwa nazo zitaenda kukula wapi? Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapotii sauti ya Bwana, ni lazima ukatae masauti yale mengine. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukatae sauti na mipango ambayo haiendanishi na Bwana. Mipango haiendanishi na sauti ya Bwana. Vikao ambavyo havimpendezi Bwana. Vikao ambazo haziongei juu ya Bwana. Vikao ambazo vinamkana Bwana. Vikao ambazo haziendanishi na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukatae nazo. Na ndio sababu Abrahamu akakatana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo ya dunia hii ni ya ulimwengu, lazima ukatane nayo. Starehe zote ukatane nazo ili uweze kuitwa mwana katika ufalme wa mbinguni. Ili uweze kuona nguvu za Bwana, kwa sababu ya ahadi ambayo aliahidia mtumishi wake Abrahamu aliitimiza.
Bwana Yesu asifiwe. Akambariki na mtoto, akambariki na mali. Ni kwa sababu hakuna mtu mwingine duniani alibarikiwa kama nani? Abrahamu. Unaona Mungu akimwambia uzao wako utakuwa kama changarawe. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo mengi ya baraka aliongea juu yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa mtiifu katika neno lake. Alikuwa mtiifu, alikuwa anamsikia, alikuwa anamtii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio unaona shida tuko nayo katika watoto wetu. Ndio shida tuko nayo katika makanisa mengi. Mtu anaenda mahali akitazamia mambo ndio, lakini unafaa kutazama. Maandiko yanasema tafuta ufalme wa Mungu kwanza, na yale mengine atafuatilia. Mtu anaangalia nikikusaidia na kitu mimi nitaachwa namna gani? Wakati mtu anakuuliza na nikikusaidia na spika moja na sisi tutabaki, yani ile selfness, ile kujipenda ndivyo kumejaa maishani mwetu. Kitu cha kwanza, Abrahamu hakuwa anajipenda. Bwana Yesu asifiwe. Na angekuwa anajipenda, angeambia Lutu, wewe enda pande ile, lakini alimwambia chagua ni wapi utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda west ama unaenda east? Unaenda north ama unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na akaangalia macho yake ya nyama, akaona nchi ambayo kuna mvua, kuna miti, akajua pale ni panono, na akasema mimi nitaenda pale. Akaamua isawa, enda pale. Bwana Yesu asifiwe. Na Abrahamu akaenda ile pande ile kwa sababu alikuwa anajua akona nani? Akona Mungu. Lakini sisi watumishi wa Mungu na Wakristo tumejawa na kule kujipenda. Ukitoa 10 yako umpe yule mwingine, unauliza alikuwa wapi nikitafuta? Ndio alikuwa wapi ukitafuta? Ni nani aliyokubariki naye? Bwana Yesu asifiwe. Anauliza ni nani nikimbariki naye? Ni nani atanisaidia? Na unajua ni mahali alitoa? Ni nani alitoa? Bwana Yesu asifiwe. Tuache mambo ya kujipenda Wakristo. Tuache mambo ya kujipenda kama kanisa. Tumpende Mungu wetu kwanza. Tupende neno lake kwanza. Tupende kazi yake kwanza. Na yale mambo mengine atafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu ambaye ana utewa, Mungu msaidie, muinue ili muende pamoja. Tunaenda katika ufalme na wengine wako chini. Wengine hata kuna mmoja anaweza kumkumbuka. Anaangalia hata wanaanza kupotea juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua ukienda pale utakuwa mzigo kwao. Utakuwa mzigo kwao ya kuomba chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hajui ni nani anayepea watu wake chakula. Mtu ambaye anayepea watu wake chakula ni yule alimprovidea Abrahamu. Wakati alichokuwa nje alienda, alibarikiwa na kila kitu yote. Bwana Yesu asifiwe. Na tukijua mambo kama haya, nchi yetu ya Kenya na dunia yote na Wakristo tutakuwa mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kujipenda. Tuache kujipenda. Tuache kujipenda. Jameni, hii mali ni ya dunia hii. Hii mali inakaa pahali pa. Hii mali haina faida mahali hapa. Iko na faida kwa utakuwa unamtumikia Bwana. Itakuwa na faida na manufaa kwa utakaa ndani ya Bwana. Itakuwa ina ile uzuri wake ikiwa utampendeza Bwana. Lakini ikiwa utakuwa unampendeza Bwana, hiyo mali yote ni nini? Bure tu. Yesu asifiwe. So ninasema tukaondoe kujipenda ndani ya maisha yetu. Yaani tukakatae mambo ya dunia hii. Na Mungu wetu akaweze kutuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akaweze kutenda kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo ya muhimu tukawe watiifu mbele za Bwana. Tukatii sauti ya Bwana na Mungu wetu ataweza kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ataweza kutubariki. Jambo la mwisho ambayo nitaongea ile inaitwa kulingana na kukaa ndani ya Mungu. Yeye mwenyewe atakupa na uwezo wa kuwa unatii zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo swali unasikia? Yaani atakupa uwezo na nguvu ya kushinda katika utiifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mambo ya dunia yakuje, hata masauti mengine yakuje, Bwana atakuwezesha kusikia ile sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiria Abrahamu hakukumbana na mambo?
alipumbana naye na wakamuuliza maswali, na kama mtu akawa na maswali, lakini alijua ya kwamba yule ambaye anapeana ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukijua hivyo hatutakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakuonesha mahali ambapo utakaenda. Kwa hivyo ya muhimu tuwe watiifu mbele za Bwana, na Mungu wetu ataweza kutubariki katika hali zote na katika njia zote ambazo ametuitia katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hatutakuwa na maswali. Kwa nini Mungu alituita katika huduma hii? Tumekuwa na maswali kwa sababu ya kwamba hatutii sauti ya Bwana. Ukiambiwa enda pale, unaanza kuuliza maswali. Unaangalia pale kutakuwa wanashirika, wale watakuwa na watu fulani pale, nitapata nani ambaye atakaye niongoza? Ni nani anakuongoza ama ni Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kutii sauti ya Bwana na tukae katika mapenzi ya Bwana, na utiifu wake utaweza kututenga. Sasa Abrahamu aliondoka tu na akaenda. Aliondoka tu na akaenda. Hakuuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. So tuache maswali mengi kama watu wa kuuliza wa Mungu, watu ambao wanamjua Mungu, na tuondoe kujipenda, tupende Mungu na tupende kazi ambayo Mungu ametupea, na tutaweza kushinda mambo hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tukae katika hiyo safari, na najua Mungu ataweza kutupea nguvu katika jina la Yesu Kristo. Tuondoe mambo mengi, tuondoe mambo ambayo ni ya kujileta kila wakati, na Mungu wetu ataweza kutubariki. Nikimalizia kuna hiyo inasema hivi: our sensitivity to God will increase as we obey Him. Along the way, He provides glimpses of the blessing waiting for us. God always plays obedience. You can trust Him, obey Him, and be blessed. Or you can disobey Him and spend the rest of your life wondering what He would have done, and you obey Him. Once you claim the blessings of obedience, however, the consequences no longer matter. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio itakuwa faida. Wewe ni jukumu lako. Wewe utaendelea na kumtii ama utakataa. Wewe utaendelea na kumwombea ama utaendelea kukataa kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio utaona zile baraka ambazo zitakuwa katika maisha yako, kwa sababu wakati Abrahamu alisikia maneno kama haya, aliweza kutii sauti ya Bwana na akabarikiwa. Kama hakubarikiwa, alibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mwingine aliyebarikiwa kama baba wetu ambaye ni wa imani Abrahamu. Na kile kingine tukainua imani zetu mbele za Bwana, na Mungu wetu akatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ambayo ulikuwa unajiuliza maswali, ni kwa nini maisha yangu iko hivi? Kuwa mtiifu mbele za Bwana. Kuwa mtiifu kwa wale wako mbele za zaidi, kuwa mtiifu kwa sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika sheria za Bwana ukatii, na utaona Mungu akitenda. Yani kusoma neno la Bwana, kusikia sauti yake, kuwa na imani na kuinua imani yako kwa Bwana, na Mungu wetu ataweza kutubariki kama kanisa. Tuombe. Mungu Baba, asante ni kwa sababu ya hilo neno lako. Ninaibarikisha mikononi mwako, ukaitende kulingana na mapenzi yako Bwana. Asante Jehova, kwa sababu umenitumia kama chombo chako kitakatifu. Bariki neno lako na kufikia watu wako Bwana. Wale ambao wamesikia, wache kwa baraka kwao. Mungu wangu na Baba yangu, tubariki sote. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini.